Kwenye chaneli yetu ya Maarifa Academy, bonyeza kitufe hiki chekundu ya subscribe hapa chini. Naam, sasa umejisajili. Unaweza kuamka siku moja na kugundua umepoteza miaka 5 ya maisha yako bila hata kujua ilikuwaje. Hakuna ajali, hakuna ugonjwa. Ni maamuzi madogo madogo tu uliyoyaona ya kawaida. Na leo nataka nikwambie ukweli ambao wengi hawawezi kukuambia. Maisha yako hayaharibiki kwa ghafla, yanaharibika kimya kimya. Na kama hutaangalia, utakuja kushtuka ukiwa umechelewa. Lakini kabla sijaendelea, subscribe Maarifa Academy, like video hii na comment unatazama kutoka wapi. Kwa sababu hii video inaweza kuwa turning point ya maisha yako. Sikiliza hii kwa makini sana. Kuna vijana leo wana miaka 20, lakini mindset yao iko mbali kuliko watu wa miaka 40. Na kuna wengine wana miaka 20 pia, lakini maisha yao yameshakwama tayari. Swali ni hili: unataka kuwa upande gani? Namba 1, raha za haraka, instant pleasure. Kizazi hiki kimezoea kitu kimoja: raha za haraka, pesa ya haraka, furaha ya haraka, maisha ya haraka. Lakini hakuna anayekuambia ukweli huu. Kila raha ya haraka ina gharama ya muda mrefu. Unachagua starehe leo, kesho unalipa kwa mateso. Wakati wengine wanaweka nidhamu, wanajinyima leo ili kesho waishi maisha ambayo wengine hawawezi. Namba 2, kujilinganisha na wengine. Unafungua Instagram, unaona watu wanaishi life kubwa, unajisikia uko nyuma, lakini hujui, unaona matokeo, huoni mapambano. Wale vijana unaowaona wanafanikiwa mapema, wengi wao walikaa kimya, walifanya kazi bila kelele, wakati wengine walikuwa busy kujionesha. Namba 3, kuogopa kuanza. Hii ndio inaua ndoto nyingi kuliko kitu chochote. Una idea, una ndoto, lakini unaogopa kuanza. Unaogopa kushindwa, unaogopa watu watasema nini. Lakini sikiliza hii. Watu waliofanikiwa hawakuwa na uhakika, walikuwa na uamuzi. Namba 4, kutumia muda vibaya. Una masaa 24 kama kila mtu aliyefanikiwa, lakini tofauti ni hii: wengine wanatumia muda kujenga maisha, wengine wanatumia muda kusubiri maisha. Masaa yanapita, siku zinapita, miaka inapita, na wewe unasema bado muda upo. Haupo. Namba 5, kukosa direction. Unajaribu kila kitu kidogo kidogo, lakini hakuna unachoshikilia. Leo unafanya hiki, kesho kile, lakini ukweli ni huu: mafanikio hayapatikani kwa kujaribu kila kitu, yanapatikana kwa kushikilia kitu kimoja na kukiua. Namba 6, kuishi maisha ya kuigiza. Unataka kuonekana tayari umefika, wakati bado hujaanza. Unajifanya tajiri, unajifanya bize, lakini ndani unajua bado unapambana. Watu waliofanikiwa kweli hawakuwa wanataka kuonekana, walikuwa wanataka kuwa. Namba 7, kukata tamaa mapema. Hii ndiyo tofauti kubwa sana. Watu wengi wanaanza, lakini hawaendelei. Wanachoka haraka, wanakata tamaa, lakini wale wanaofanikiwa walikataa kuacha. Hata ilipokuwa ngumu, hata hakuna aliyewaamini, waliendelea. Hitimisho: emotional na powerful. Sasa sikiliza hii kwa makini sana. Hakuna mtu atakuja kukuokoa. Hakuna siku itakuja perfect. Hakuna moment itakuja sahihi. Ni wewe tu na maamuzi yako. Unaweza kuendelea na maisha yale yale, au unaweza kuamua leo kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Na kumbuka, tofauti kati ya mtu aliyefanikiwa na aliyeshindwa sio akili, sio bahati, ni maamuzi aliyochukua mapema. Sasa jiulize, utachukua maamuzi gani baada ya hii video? Comment chini. Na kama unataka kubadilisha maisha yako kweli, subscribe Maarifa Academy, kwa sababu hapa hatukupei motivation tu, tunakubadilisha. Tutaonana kwenye video inayofuata. Sasa, nani anaweza kuniambia jinsi ya kujiunga na Maarifa Academy? Bonyeza subscribe. Ndiyo, safi sana.